Jonathan Soa, mimi nitegemea vitu viwili tu kutoka kwa uongozi wa Simba, kwa maana kamati ya maadili kama ingeenda kukutana na kosa kwa Jonathan Soa ilikuwa ni kuamua kuachana naye au kumrudisha kwenye timu. Kwa maana gani? Kama ni kuachana naye Jonathan Soa, wangekuwa wamejiridhisha kwamba hana faida ndani ya Simba kwa kile kitu ambacho wanamhukumu nacho, kwamba hatoshi kuendelea kubakia ndani ya Simba. Ilikuwa ni kukaa naye pembeni, jamani, nenda katafute maisha mengine. Cha pili, kama unaona kuna faida ndani ya Simba kwa yale ambayo umetafiti au wamegundua kimaadili sio mazito sana, wangesema tunakurudisha uende ukaitumikia timu yako vizuri. Sasa kumwambia Jonathan Soa aende kwenye timu ya vijana, mimi sijaona kama ina afya, kwa sababu potential Jonathan Soa na kile Simba ambacho anahitaji kwa sasa hivi Simba ni kujichelewesha wenyewe. Kama ni kuachana naye, kulikuwa kuna haja ya kusema nenda kwenye timu za vijana. Ilikuwa yes bana, mtazamaji wa Like Media, karibu tuizungumze michezo nikiwa na Lugano Israel, mzee wa Black and White, na hapa tunakujuza kile ambacho kinaendelea hivi sasa mara baada ya taarifa rasmi kutoka kunako wanalunyas kwamba ni rasmi wamemsimamisha Jonathan Soa kutokana na makosa ya utovu wa nidhamu. Wamempiga fine, lakini kingine ni kumpeleka under 20 kwa ajili ya kujirekebisha na baadaye atarejea senior team. Lugano, tuanzie hapo. Jonathan Soa, teka la magoli Black Lion, kupelekwa under 20 kwa ajili ya kujirekebisha. Hii imekaaje? Mimi binafsi nadhani kwa uongozi wa Simba haujafanya research ya kutosha. Wameamua siwezi kusema kwamba wameamua kukurupuka, ila wamepuyanga. Mimi naweza kusema kama wamepuyanga. Kwa maamuzi, kwa maoni yangu mimi binafsi sioni kama amefanya sahihi, kwa sababu Jonathan Soa, mimi nitegemea vitu viwili tu kutoka kwa uongozi wa Simba, kwa maana kamati ya maadili kama ingeenda kukutana na kosa kwa Jonathan Soa ilikuwa ni kuamua kuachana naye au kumrudisha kwenye timu. Kwa maana gani? Kama ni kuachana naye Jonathan Soa, wangekuwa wamejiridhisha kwamba hana faida ndani ya Simba kwa kile kitu ambacho wanamhukumu nacho, kwamba hatoshi kuendelea kubakia ndani ya Simba. Ilikuwa ni kukaa naye pembeni, jamani, nenda katafute maisha mengine. Cha pili, kama unaona kuna faida ndani ya Simba kwa yale ambayo umetafiti au wamegundua kimaadili sio mazito sana, wangesema tunakurudisha uende ukaitumikia timu yako vizuri. Sasa kumwambia Jonathan Soa aende kwenye timu ya vijana, mimi sijaona kama ina afya, kwa sababu potential Jonathan Soa na kile Simba ambacho anahitaji kwa sasa hivi Simba ni kujichelewesha wenyewe. Kama ni kuachana naye, kulikuwa kuna haja ya kusema nenda kwenye timu za vijana. Ilikuwa ni Jonathan Soa, tunakushukuru kwa kushirikiana na sisi kwa kipindi chote ambacho umekuwa na Simba. Tunaomba tuagane, katafuta maokoto mengine maeneo mengine, sisi tutafute mtu mwingine, kwa sababu hatukuwezi tena. Lakini kama ana thamani Jonathan Soa, tumeona na mapungufu 1 2 3. Wewe ni mchezaji, rudi kwenye timu yako, nenda kacheze na katuonyeshe kwamba hayo uliyoyafanya hutayarudia tena. Kumpeleka kwenye timu ya vijana ni kujipotezea muda kwa Simba wenyewe, kwa sababu hakulikuwa kuna maana. Yaani kama wao wamehisi kama bado na potential kwa mtu kama Jonathan Soa, Simba ambayo inahitaji kuwa mabingwa, lazima kwenye bench, hata kama achezi, hata kama hayupo ndani kwenye pichi, Suleiman Mwalimu akimwona Jonathan Soa yuko kwenye bench, akili ya Suleiman Mwalimu ni kujituma zaidi ili kumconvince Mwalimu, kwa maana ya kocha mkuu, aendelee kumpanga. Maana yake hapo unaongeza pushi na ufanisi ndani ya kikosi cha Simba. Kitendo cha kumwambia nenda kwenye timu ya vijana inaweza katafsirika kama ni kwenda kumkomoa Jonathan Soa, wakati pia unaikomoa timu yako ya Simba. Ni kitu ambacho sijakubaliana nacho. Kimtazamo wangu sioni kama kina afya kwa Simba. Huenda wale ambao kamati ya maadili walifikiria kwa uchache sana, lakini huenda pia wakachukua mawazo ambayo tunayazungumza sasa hivi, wakaenda kuyadadavua hata uongozi wa Simba, kamati tendaji ya Simba. Ile adhabu kama walitaka labda akae wiki 2 kwenye timu ya vijana, basi inaweza kapungua ikawa hata siku 5, hata siku ngapi, wakampea kwenye timu kubwa, kwa sababu mchango wake lazima utahitajika. Kikubwa, hakuna mtu ambaye afahamu kuhusiana na tabia za Jonathan Soa. Kila mmoja anafahamu. Kikubwa ni wao kudili na wachezaji wa aina hiyo, na hiyo isiishie tu kwa Jonathan Soa. Duniani kote, wachezaji ambao wana vipaji vikubwa, unaweza ukabenefiti kwenye kipaji chake, lakini ukakosa kitu kutoka na tabia zake. Lakini kuwepo na watu ambao wanaweza kumanage vitu vyote, kwamba wewe na tabia hii, tutaenenda nao vipi hii tabia ikatuletee faida.
Kwa hiyo kama utategemea tu umpate mchezaji ambaye atakuletea atakuwa na nidhamu tu, alafu sio mzuri uwanjani, maana yake wewe mwenyewe kwanza unakuwa uelewe unachokitafuta. Kwa timu yoyote ambayo inataka makombe, unaweza kukutana na mtu ambaye hatoshi kwenye nidhamu, kwenye tabia zake, lakini uwanjani ana quality kubwa. Huyo lazima uangalie jinsi ya kudili naye. Ndio maana najaribu kuona uongozi wa Simba, kamati ya maadili ya Simba ilikuwa na haja ya kufikiria kwa undani kabisa, kwa kina, kwamba huyu mtu tukimbakiza ndani ya klabu ana faida. Kama ana faida, fagilia mbali. Kama ana faida, aingie moja kwa moja. Mechi ngapi sasa hivi viongozi wa Simba zimebakia kuelekea kumaliza ligi? Ni mechi takribani kama 10 na kitu. Hizo 10 na kitu ambazo kwa sababu Simba ana michezo kama 17 au 16 sasa hivi kama atakuwa na kumbukumbu sahihi. Sasa katika michezo hiyo manake 13, 12 imebakia, ambayo mfano katika michezo 4, 5 ambayo Soa akienda kucheza na mwalimu wakati huo pengine hana performance nzuri au kapata majeraha, anaweza kuirudisha timu kwenye kuchukua au kupambania ubingwa. Kwa hiyo bado kuna faida. Kulikuwa na haja ya kufikiria positive kuliko kufikiria kitu ambacho kitakuwa negative, iwe kwa Jonathan Soa ambaye akienda kule kwa vijana hawezi kuongeza kitu cha maana sana, kwa sababu hakutani na watu wa kariba yake, hakutani na ushindani unaostahili. Lakini kama angekuwa amewekwa kwenye timu ya wakubwa, hata kama umemweka pending, sawa, maana yake ni kwamba atakuwa bado na gain vitu siku akipewa nafasi anaweza kufanya vizuri. Kwa hiyo mimi binafsi naamini kabisa kwa uongozi wa Simba unaweza kukaa tena ukatafakari hiki walichokifanya kwa ajili ya kumkomoa Jonathan Soa au kuikomoa timu ya Simba. Kama ni kuikomoa timu ya Simba wameweza, kama kumkomoa Jonathan Soa wameweza, lakini kama wanafikiri ni kuisaidia Simba wamepuyanga vibaya, kwa sababu hakuna faida kumwacha Jonathan Soa kule kwa watoto na hata kwa Simba kuto kumtumia Jonathan Soa. Kwa bibi binafsi naona haijakaa sawa. Lugano, vipi kuhusiana na kauli ya Jonathan Soa mara baada ya kuhojiwa na kujibu kwamba huwa vitendo hivyo vya kinidhamu vinatokana pia na yeye kuhitaji zaidi kupata goli kwa ajili ya kuisaidia timu yake, ndio maana kuwa anafanya utovu wa nidhamu kiprofessional zaidi. Yeye mchezaji kama huyu wa kimataifa anacheza klabu kubwa Simba na kuzungumza maneno kama hayo ni kauli ambayo naamini hata mchezaji mwingine yote angezungumza, hata ningekuwa mimi. Unajua dakika 90 za mchezaji kuwa pale uwanjani, kuna vitu vingi ambavyo watu havijui. Damu inapokuwa imechemka, mwili unapokuwa tayari uko kwenye mchezo, ndio maana utakuta kuna mchezaji anaweza akamkanyaga mwenzie alafu baadaye akaja kuomba msamaha. Tulisha kushuhudia mchezaji wa Yanga Imoro, nakumbuka Lamine Moro alishawahi kumkanyaga mchezaji wa JKT Tanzania kipindi hicho, nani yule anaitwa nani, alimkanyaga afu baadaye akaja kuomba msamaha. Umeelewa? Hata Banda alimkanyaga Kapombe siku moja hivi. Yote hayo unafikia na kusudia ni joto imekuwa imeshapanda, damu imeshachemka. Unajua mfano tukio ambalo lilimtokea Jonathan Soa, sio Jonathan Soa tu peke yake. Jonathan Soa alichokifanya ni kitendo ambacho kilikuwa kwenye movement ya mpira. Umeelewa? Yaani mpira jamani anampiga kipepsi wakati mpira unaendelea. Ilikuwa ni course of course, lakini ni movement ya mpira. Hebu fikiria alichokifanya Kante dhidi ya nani? Dhidi ya Faisal Salum. Yeye alimpiga kabisa, tena alikuwa anampiga sehemu za siri. Umeelewa? Hajapewa adhabu. Kwa hiyo utakuja kuangalia kwamba kinachomhukumu mpaka dakika hii Jonathan Soa ni kitu kimoja. Umeelewa? Ni mazingira ambayo ya tabia yake kila mmoja ameinoti kwamba hana nidhamu. Wanasema ukienda kwa mganga kinachozihukumu kuku ni rangi zao. Yaani kuku mweupe tu kwa mganga ishakuwa shida. Kuku mwekundu tayari tatizo hilo. Kwa hiyo kuku ataenda kuchaguliwa yule mweupe na mwekundu kwa sababu ya tabia zake, kwamba huyu kwa mganga ataenda kufaa. Kwa hiyo nadhani hata adhabu ambazo amekutana nazo Jonathan Soa zinatokana na matukio mengi ya nyuma ambayo mwingine angefanya mtu wa kawaida wala singedauti mtu yote. Kwa hiyo kwa upande wa mchezaji mwenyewe inatakiwa badilike sasa, kwamba bwana watu wananichukulia tofauti, hebu nibadilishe muonekano wa matukio yangu. Si unaelewa? Kwa Jonathan Soa ana kitu cha kukifanya, na Simba wenyewe lazima watumie kile ambacho walikiamua kwa Jonathan Soa, kwa sababu wakati wanamsajili Jonathan Soa walijua kwamba hana nidhamu nzuri, lakini ana uwezo mkubwa uwanjani. Umeelewa?
kwa uwezo ule ule wa uwanjani ndio wangeutumia, lakini wangetafuta watu ambao wanaweza kuwa na dili na watu ambao wana nidhamu mbaya. Hii kwa Jonathan Soa, si ndio? Nani alikuwa anajua ajui nidhamu ya Morrison? Nani alikuwa ajui ya kina Bobani? Umeelewa? Lazima Simba wawepo pia kwenye kamati ya maadili, iwepo na mfumo wa kuwadhibiti hao wachezaji hata kama hujawaita. Yaani wakati mnaona vimelea na matukio mbalimbali mnaweza kudili nayo mapema na kumrekebisha. Yaani hiyo nazungumzia pia hata kama mambo hayajawa makubwa, unatumia hata nafasi kumuonya, sio unasubiria umpe adhabu kubwa. Umeelewa? Kwa hiyo yanapotokea mambo kama haya unakuwa na uwezo wa kuyadhibiti. Hata semina unapojua na tabia hii, muwepo na namna ya kuyadhibiti mapema. Kwa hiyo kamati hii ya maadili isisubiri mchezaji afanye makosa makubwa imwadhibu au imfungie au imfanyie kitu ambacho yeye mwenyewe ataridhika, hata wenyewe atafaidika nacho. Muda mwingine wadili matukio kwa ajili ya kumshauri hata mchezaji abadilike, hiki achane na hiki, ili siku unampa mtu hukumu, ni kweli inakuwa hukumu ya ukweli, kwa sababu inakuwa ya haki. Ushamwambia mara kibao, umerudia, unaona ilikuwa na mstahili. Shukrani sana. Asante.